Asante kwa kusalia nasi. Kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ametangaza mabadiliko ya uongozi wa chama hicho. Waziri wa zamani ambaye pia ni mwanasiasa wa miaka mingi kutoka Murang'a, Jamle Kamau, ameteuliwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho, huku mbunge wa Nyali Mohamed Ali akiteuliwa kuwa naibu kiongozi. Kalonzo wakati huo amemkosoa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Erastus Ethekon kwa kutoa ishara kuwa mchanganyiko kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Katika harakati za kupanga upya safu yake ya uongozi, chama cha Wiper Patriotic Front kimemteua mbunge wa zamani wa Kigumo Jamle Kamau kuwa mwenyekiti wake mpya, huku mbunge wa Nyali Mohamed Ali akiteuliwa kuwa naibu kiongozi mpya wa chama hicho. Naye wakili Ndegwa Njiru akiteuliwa kama msemaji wa chama hicho. Kalonzo alisema mabadiliko hayo ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha chama cha Wiper Patriotic Front na upinzani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wazalendo wenzangu, we are not only working hard, we are working smart. And that is why you see these new appointments and many others to come. Alipuuza mzozo unaosemekana kuwepo kati ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na viongozi wengine wa upinzani ambao ni pamoja na Justin Muturi wa DP, Peter Munya wa PNU na Lenny Kivuti wa DEP. And even if you see some disagreements between party leaders in the coalition, please don't take that very seriously. Pia alimkosoa mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon kwa matamshi yake ambayo yalionekana kuashiria kuwa uchaguzi huenda usiandaliwe iwapo vurugu na uhasama zitaendelea kushuhudiwa katika mikutano ya kisiasa. If he cannot summon the spine to enforce the law as it is written, he should step aside for someone else who can. Wakati huo huo, gavana wa Embu ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha UDA Cecily Mbarire amemshtumu naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa kuwatisha viongozi wengine wanaokataa kuendana na ajenda zake za kisiasa. Wakati unatusi Profesa Kithure Kindiki, you are sending a message to the people of Embu, the people of Tharaka, the people of Meru, of how you view us. Kwingineko, kundi la ushawishi kwa jina Kitwek Nairobi limeitaka idara ya DCI kukabiliana vikali na wanasiasa wanaoneza siasa za migawanyiko. We must refuse to be used as political fodder. When a politician tells you that your neighbor from a different community is your enemy, look at your shared struggle and experiences. Giverson Maina, Darubini Wikendi.